Meja Edward Floyd Goele, mkuu wa wilaya ya Tarime. Tumekuwa na zoezi la ufuatiliaji wa watoto kuripoti shuleni, hasa kidato cha kwanza, darasa la kwanza na wale wa awali. Tumegundua mambo kadhaa na pamoja na maelekezo ya serikali ambayo tuna wajibu wa kuyatekeleza, ikiwa ni pamoja kuhakikisha watoto wote wanaostahili kwenda shule wamekwenda shule. Kwa wilaya ya Tarime, kwa maana ya halmashauri ya Tarime mji na Tarime DC, kwa ujumla watoto wa darasa la kwanza umeitikio ni mzuri na watoto wako wengi sana kwenye maeneo ya mashule karibu yote. Lakini pia watoto wa awali mwitikio sio mbaya, ingawa bado kidogo na wao wanatakiwa waongeze ili waweze kuripoti kwenye maeneo ya kupata elimu. Ila kuna wanafunzi wa kidato cha kwanza, na ndio maana nimeamua kuita waandishi wa habari hapa. Idadi ni kubwa sana ya watoto ambao hawajaripoti mashuleni, na jambo hili ni wajibu wa wazazi pamoja na watumishi wa serikali wote kuhakikisha watoto hao wanakwenda shule. Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio kiongozi wetu mkubwa wa serikali, ameshafanya wajibu wake mkubwa wa ujenzi wa miundombinu ikiwa ni madarasa pamoja na madawati, lakini watoto wengi hawajaripoti shuleni. Sasa natumia muda huu kutoa maelekezo. Kila mzazi ambaye ana mtoto anastahili kwenda shule, hakikisha amekwenda shuleni. Na lazima watambue kwamba jambo hili sio ombi, ni lazima, kwa sababu elimu ni bure kuanzia awali mpaka kidato cha 6. Wajibu wao ni kupeleka watoto shuleni. Na nimeshatoa maelekezo kwa ma-OCD wote watatu wa wilaya ya Tarime. OCD Nyamwaga, OCD Silali, OCD Tarime mji. Kwa watendaji kata wote wa wilaya hii, lakini maafisa elimu kata, maafisa elimu msingi na sekondari, lakini tunao polisi kata kwenye kila kata, tunao watendaji wa vijiji. Tunaanza zoezi la kuhakikisha watoto wote wanakwenda shule na tuwatambue wote. Bahati nzuri tumeshapata majina kwa kila shule, kwa kila kata, ni watoto nani na nani hawajakwenda shule. Tutakamata mzazi na watakwenda mahakamani. Sasa ili uepuke hilo, hakikisha mtoto wako amekwenda shule, ameripoti shuleni ifikapo kesho asubuhi, watoto wameenda shule. Vinginevyo tunaanza kukusanya. Tunawanyima watoto haki ya msingi ya kwenda shule, ya kupata elimu. Tunatambua wapo wanafunzi ambao wameozeshwa tayari, wako kwa wanaume ambao watakiwa kwenda kwa shule, lakini wapo ambao wana mimba, wapo ambao wako kwenye machimbo wanatumikishwa kwenye machimbo, wapo ambao wanafanya biashara maeneo ya stand, sokoni na mitaani, lakini wapo ambao wanatumikishwa kama house girl kwenye baadhi ya nyumba. Wapo watoto ambao wametoroshwa, wako nje ya nchi, maana yake kwenye nchi jirani. Kama mnavyojua hapa tunapakana na nchi ya Kenya. Wapo huko. Wapo ambao wanafanya shughuli mbalimbali, uchungaji na mambo kama hayo kwenye mashamba. Sasa natoa wito kwa wananchi wote wa Tarime, ifikapo kesho watoto wote wameenda shule, hatutakuwa na huruma katika hilo. Tutakamata na watakwenda mahakamani. Sisi tutakamata mzazi. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa watendaji wote ni wataja hapo juu, kuwatambua ni mtoto wa nani hayupo shule. Kamata mzazi, peleka mahakamani. Hatutakuwa na huruma katika hilo. Idadi ni kubwa sana ya watoto, hasa kidato cha kwanza, hawapo mashuleni. Wale watoto waliofeli form 2 kwenda form 3 wamerudi, wako nyumbani, wengine wameolewa, wote warudi shule kama maelekezo ya serikali yalivyo. Lakini kingine kinachochangia utoro ni watoto kutopata chakula shuleni. Hili limekuwa tatizo. Tarime tunapata mvua mara 2 kwa mwaka, tuna vyakula vya kutosha, hatuna sababu watoto wasipate chakula shuleni. Hii inachangia pia kwenye utoro. Lakini na malezi, watoto wako kwenye majumba ya starehe, hawaendi shuleni. Sasa tusingependa tusikie mtu analalamika, na tusiingize siasa kwenye hili jambo.
Swala chakula na watoto kwenda shule. Kwa hiyo wito wangu kuanzia leo hivi ninavyoongea, kama kuna mzazi anajua mtoto hayupo shuleni, apeleke mtoto shule. Hatutakuwa na huruma katika hilo. Kwa sababu mtoto kisha mzaa ni mtoto wa taifa, sio wa kwako. Hakuna uhuru wa namna hiyo. Na wale wote ambao watapatikana wachukuliwe sheria. Hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Hatutakuwa na msamaha. Lakini baada ya hilo, kama nieleza, kila mzazi achukue hatua yeye binafsi kabla tujamchukulia hatua. Atii sheria bila shuruti. Na haitakuwa na msamaha. Lakini sitarajii kuna mtu atakuja kunipa excuse katika hilo. Nahitaji inapofika kesho na tutafanya sensa, tuone wale watoto wote ambao majina yao tunayo na ni mtoto wa nani tunajua wameenda shule. Usalama wako ni kupeleka mtoto shule. Vinginevyo hautapona. La watoto kutumikishwa kwenye migodi na hatua za serikali ambazo tutazichukua. Kama nilivyosema, nimetaja maeneo mbalimbali ambako watoto wamekuwa wakitumikishwa, lakini ambayo yamesababisha utoro kama mimba, kuolewa, kufanyishwa biashara, shughuli za kiuchumi kama hizo za uchimbaji, ufugaji, kilimo, ambao wanastahili kwenda shule. Tunawanyima haki yao ya msingi. Kwa kama serikali nilivyosema, tutachukua hatua kali, na wale wote nimewaambia ambao wako huko kwenye maeneo hayo warudishe shuleni haraka iwezekanavyo. Kuna watoto wanatumikishwa kwenye mashamba huko. Kuna watoto wanachunga. Kuna watoto wanafanya biashara. Wapo watoto wanafanyishwa kazi kwenye mahoteli, kwenye majumba ya starehe ambao wanatakiwa kuwa shule. Sisi tunaanza na mzazi. Na kwa kuwa tumeshatambua na majina tunayo, hii kazi inaanza kesho. Na ndio maana nimesema wewe mzazi ambaye una mtoto kwenye mazingira hayo, ni mapema na haraka sana peleka mtoto shule. Tukisha kuchukua, wewe ni mahakamani kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kuna hao ambao umesema wako nje ya nchi, wanafanya kazi mbalimbali, wengine wako kwa ndugu jamaa na marafiki. Tunajua kuna mahusiano makubwa kati ya wananchi wa upande ule wa pili na sisi. Na wengine ana mjomba kule, ana shangazi kule, anahisi akimtorosha huko kwenda kule yuko salama. Sisi tayari tumeshakaa kwenye vikao vya ujirani mwema na wakuu wa wilaya zote 3 ambazo tunapakana nazo hapa. Hatutamwacha kule. Na cha kwanza tunaanza na mzazi ambaye yuko hapa. Tumchukulia hatua kumpeleka mahakamani. Na ndio maana nimesema nimeshaagiza mausidi wangu wote 3 wanaanza hiyo operation kuanzia kesho. Kwa kushirikiana na watendaji kama nilivyowataja, waratibu wa elimu kata, lakini na polisi kata ambao kwenye kata zao. Kwa sababu tumeshatambua mpaka majina. Na ndio maana nimesema tahadhari ya kwanza ni kupeleka watoto shule ili uwe salama. Usipowapeleka maana yake sasa unataka mkono wa sheria upite dhidi yako. Na kama tulivyosema, mtoto sio wa kwako. Kisha mzaa wewe jukumu lako kwa kumzaa. Lakini baada hapo ni mtoto wa umma, mtoto wa serikali. Tutahakikisha kwamba anapata haki yake ya msingi. Na ndio maana nimesema nitoe tahadhari mapema na kila mwanatalime atambue kama ana mtoto yuko kwenye maeneo hayo niliyosema. Kama kuna mtoto anafanyishwa biashara muda wa shule, kama kuna mtoto ameolewa, muondoe kwenye hiyo ndoa my friend. Arudi shule. Hatuko tayari kuwapoteza watoto na kuwanyima haki yao ya msingi. Tutachukua hatua kali na matokeo yataonekana.